ukiukaji wa kanuni. Tarehe 27 Julai 2020, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania ilitoa leseni kwa kituo cha Humphrey Polepole Online Television kwa ajili ya kutoa huduma ya utangazaji wa maudhui mbalimbali mtandaoni. Leseni ya huduma ya utangazaji wa maudhui mtandaoni ilipotolewa kwa kituo cha Humphrey Polepole Online Television mwaka 2020, kituo kilikuwa kikitangaza maudhui ya matukio mbalimbali ya Chama cha Mapinduzi CCM. Vile vile kituo hicho kilikuwa kinarusha maudhui yaliyohusu kero za wananchi katika kipindi kilichojulikana kama Papo kwa Papo. Kipindi hicho kilikuwa kinapokea simu za wananchi wakitoa kero zao na viongozi wa serikali wakitolea majibu ya kero hizo. Kuanzia mwezi Agosti 2021 mpaka sasa, kituo kimebadili aina ya maudhui yake na kuwa kipindi cha shule ya uongozi. Kwa uhalisia, kipindi hicho kinajadili masuala ya uongozi wa kisiasa nchini pasipo kuzingatia sheria, kanuni na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari. Kwa mujibu wa kanuni ya 19 ya Kanuni ya Mawasiliano ya Kielektroniki na Posta Maudhui ya Mtandaoni 2020, Mamlaka ya Mawasiliano ina jukumu la kusajili na kusimamia watoa huduma wote wa maudhui mtandaoni, ikiwa ni pamoja na kuchukua hatua stahiki za kisheria dhidi ya mtoa huduma yeyote atakayekiuka kanuni za maudhui mtandaoni au sheria nyingine. Tarehe 28 Agosti 2021, kituo cha Humphrey Polepole Online Television kinatuhumiwa kukiuka sheria, kanuni na maadili ya utangazaji kupitia kipindi chake cha shule ya uongozi kwa kurusha maudhui na yanayoweza kuchochea wananchi wa Tanzania kugomea na kudhoofisha kampeni ya kitaifa ya kujikinga na virusi vya corona, kwa madai kuwa virusi vinavyosababisha ugonjwa wa corona vimetengenezwa maabara na mashirika makubwa ya kimataifa ili yajinufaishe kibiashara kwa kuuza chanjo, jambo ambalo ni upotoshaji kwa kushindwa kuonyesha uthibitisho wa kitaalamu na kutowapa nafasi viongozi wenye dhamana ya afya nchini kutolea ufafanuzi wa madai hayo. Bwana Humphrey Polepole alisikika akitamka maneno yafuatayo: nafahamu, na nukuu sasa, nafahamu nisingependa sana kuzungumza kuhusu mambo ya corona kwa sababu kimsingi mimi sikubali bado, na mtanisamehe kwa nini nasema hivi. Sijakubali kwamba hili jambo ni tatizo halisi kabisa, tena ni mpango wa Mungu. Ni kweli ugonjwa upo, ni ugonjwa unaohusisha mfumo wa upumuaji. Wanasema mfumo wa upumuaji una eneo la juu na la chini, na sitaki kuzungumza, mimi sio mtaalamu wa afya, naeleza tu taarifa ndogo ambazo nazifahamu. Ni kama mafua hivi, lakini yenyewe ilivyokuwa inakuja na vitu vingi. Ukisoma vitu vingi na tafiti kama yapo mazungumzo yanaelezwa, yawezekana tumefanyiwa mchezo kwamba siku hizi virusi vinatengenezwa maabara na kweli vinatuletea magonjwa. Kwa hiyo iko haja ya msingi ya kujikinga na virusi vinavyotengenezwa kwa lengo hili moja na wale wanaoitwa mashirika makubwa ya kimataifa, multinational corporations, na watu wenye nguvu nyuma yao kutengeneza matatizo, alafu tunakutengenezeni suluhisho ambalo lazima mlinunue. Kwa hiyo wanatengeneza tatizo makusudi, alafu wanatengeneza suluhisho ili muende mkanunue, na suluhisho hilo si bure. Na hapo ndipo mimi hoja yangu inakuja, na ninapohuzunika sana pale ambapo utu wa binadamu unafanywa mchezo ulimwenguni. Nataka nitoe sura ya kidunia. Utu wa binadamu unafanywa mchezo, na tusiposimama imara, hawa watu wabaya wenye
nguvu kubwa sana ya kibeberu, watatuvuruga. Hawa watu siamini, tafiti zinasema kirusi ili kijibadilishe inachukuaga muda mrefu sana, lakini ndani ya mwaka mmoja, mwaka jana mpaka mwaka huu kishakuja mara 4 kwa kabila tofauti, variants wanamuita. Sasa haiwezekani kirusi kimekuja kwa cha kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Ina maana kirusi huyu ana akili timamu, ana mikakati, ana watu amekaa nao. Huyu ana akili timamu, ana mikakati, ana watu amekaa nao, ana wataalamu na wanasayansi, ana watafiti, ana mipango. Yani ni taasisi. It is impossible. I'm sorry to say that, but it is impossible. Rai yangu mimi kwa Watanzania, ukinzani kwa sababu kuna maswali mengi sana kuliko majibu ambayo yanatolewa. Narudia tena, kwenye jambo hili au ugonjwa mbaya unaoletwa kwa mchezo wa makampuni makubwa ya pharmaceuticals, wameleta ugonjwa ili watuletee huduma upande wa pili tulipie, kwa sababu wanajua siku hizi kupigana kutafuta mafuta inaanza kupitwa na wakati. Vita ya kupigana na mafuta ya Uarabuni sijui wapi inapitwa na wakati siku hizi. Wanaondoka kwenye mafuta wanakwenda kwenye mabetri. Huo ndio mwisho wa kunukuu. Tarehe 22 Oktoba mwaka 2021, kituo cha Humphrey Polepole Online Television kupitia kipindi chake cha Shule ya Uongozi kinatuhumiwa kukiuka sheria, kanuni na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari kwa kutangaza maudhui ya upotoshaji yenye viashiria vya uchonganishi kati ya wananchi na viongozi wa serikali yao, yaliyohusu hatua zilizochukuliwa na wakuu wa mikoa katika kutekeleza agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan la kuwapanga vizuri wafanyabiashara wadogo almaarufu kama wamachinga. Katika kipindi hicho, Bwana Humphrey Polepole alidai kuwa wakuu wa mikoa walihamisha na kubomoa vibanda vya biashara ya wamachinga bila kuwasiliana na hao wamachinga wenyewe. Bwana Polepole alishindwa kuwapa viongozi husika nafasi ya kutolea ufafanuzi madai hayo. Mtangazaji wa kipindi cha Shule ya Uongozi Bwana Humphrey Polepole aliendelea kusema kuwa wamachinga hawajapewa nafasi ya kutoa maoni yao ila wamefukuzwa kwa nguvu na kwa uonevu. Maneno haya yana viashiria vya uchonganishi na uchochezi kwa wananchi dhidi ya viongozi wao wa serikali. Sasa kuna nukuu hapa, nadhani nisiwachoshe kwa sababu karatasi mtapewa, mtaisoma nyinyi wenyewe au nisome nukuu. Nisome yote sawa. Nimepata kibali cha kuyasoma. Yafuatayo ni baadhi ya maneno aliyoongea Bwana Polepole. Kila mtu anaongea kuhusu wamachinga sasa hivi. Na wamachinga sasa inaanza kuonekana kama ni hoja ya watu fulani dhidi ya watu wengine. That is wrong. Na napenda hapa nimtetee Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Alisema hawa watu wapangeni, wawekeni utaratibu, msiwavuruge au kwa bughudhi au kuwaonea au kuwatendea ndivyo sivyo. Maelezo ya ziada na tafasiri ni ya kwangu, ndicho mama alichosema. Lakini nikitizama tunachofanyika ni kinyume. Wewe bwana, nuna usinune, mimi sijali. Tunachofanyika kwa machinga sio sawa. Na mimi nimepeleka watu kwenye maeneo ambayo watu wameambiwa wahame na maeneo ambayo watu wamehamishwa. Baadhi ya viongozi wametafasiri potofu kauli ya Mheshimiwa Rais. Na mimi naweza kusema kabisa hapa na naendelea kusema mbele ya Chama cha Mapinduzi ambacho mimi ni mwanachama. Walioenda kutekeleza kule ni tofauti na dhamira ya Rais. Kwa mfano, Dar es Salaam wameambiwa wameongezewa siku 12. Siku 12 ni mwisho mwezi huu.
kabla ya siku 12 kupita, wajomba wamepita, wamebomoa vibanda na wamechukua mali, wamekwenda nazo. Sasa mimi sidhani kama Mama Samia hawatuma viongozi wenzetu kwenda kufanya matendo ya kidhalimu namna hiyo. Sasa pale Mwenge wanaambiwa nendeni kule njia ya Coca-Cola viwandani. Sio kweli. Coca-Cola kule ukitoka pale Mwenge kama unaenda Coca-Cola, kuna sehemu upande wa kulia. Ile sehemu sio salama, iko barabarani. Na kumeshakuwa na ajali na watu wamekufa pale. Lakini tuangalie msingi wa kwenda Coca-Cola pale barabarani. Msingi ulikuwa ni kupisha ujenzi wa barabara. Ndio wakaambiwa kwa muda wa mchache, na waliambiwa na mkuu wa wilaya ambaye sasa hivi ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, barabara isipanuliwe. Ishapanuliwa. Watu wengine wamerudi. Sasa juzi wanaambiwa hameni, muende kwenye maeneo ambayo mmepangiwa. Maeneo gani? Lile eneo la mwanzo waliopelekwa kupisha ujenzi wa barabara. Mwisho wa kunukuu. Katika kipindi hicho, kituo cha Humphrey Polepole Online Television pia kilirusha maoni ya msikilizaji yenye viashiria vya kuchochezi na uchonganishi bila kutoa nafasi kwa upande wa viongozi husika kujibu madai hayo. Ninanukuu maneno ya msikilizaji sasa. Nimesikiliza hoja yako ya leo. Nimeipenda, imekuwa nzuri sana. Na yote mimi naona tatizo viongozi wa juu hawana taarifa rasmi, kwa sababu wamekuwa watu wa kuletewa data mezani bila analysis. Kwa mfano, msikilizaji wanaendelea. Mimi nilikuwa naishi na kuna bonde lile la Mkwajuni na Hanana Sifu. Kule kuna baadhi ambao walipewa viwanja Mawepande, na kuna wengine ambao hawakupewa chochote, na hao wa Mkwajuni hawakupewa chochote. Lakini mpaka leo wanaishi katika maisha ya ajabu, na serikali haichukua hata hatua ya kuongea lolote mpaka leo. Kwa hiyo ni shida ambayo ipo. Viongozi kama viongozi tunanyanyasana wenyewe wa Tanzania kwa Watanzania, na hao ndio wapiga kura ambao wanateseka siku zote kuhakikisha haki ya kidemokrasia. Tarehe 30 Oktoba 2021, Bwana Humphrey Polepole kupitia kipindi cha Shule ya Uongozi, wakati wa mada ya namna ya kufuatilia matumizi ya fedha za umma, na wakati akijibu maswali ya wasikilizaji wake kuhusu deni la taifa, anatuhumiwa kutoa maneno ya uongo na udhalilishaji dhidi ya viongozi wa serikali kwa kudai kwamba viongozi wengi walikuwapo kwenye serikali ya awamu ya 5, waliopo katika awamu ya 6 ni waoga na hakujitoa. Bwana Humphrey Polepole alisikika akisema kama ifuatavyo, na nukuu: mimi sihangaishwi na watu ambao wanasambaza taarifa za uongo na upuuzi. Upuuzi maana yake ni hoja isiyokuwa na mashiko zenye lengo la kuhadaisha na kupotosha umma. Mimi sihangaiki na hao watu. Mimi nahangaika na viongozi wa Tanzania wanaoyajua majibu na wanaamua kukaa kimya. Sijui dhamira yao ni nini. Unajua hata mambo huwa yanaharibika si sababu ya watu wabaya. Mambo huwa yanaharibika kwa sababu ya watu ambao hawachukui hatua. Wewe unakuja hapa unaanza kuzungumza uongo kuhusu sijui deni la taifa limekuwa kubwa sana, ni mzigo mkubwa. Deni limekuwa kubwa mpaka linaingia kwenye shule ya uongozi. Sina hakika kama serikali imetoa ufafanuzi kuhusu swala hili. Lakini taarifa hii ya upotoshaji inazunguka huku barabarani. Deni limekuwa kubwa, ni mzigo mkubwa, watu wanapotosha, lakini watu wanaojua wamekaa kimya. Wanajua lakini wamekaa kimya. Hebu nikuonyesheni mambo vizuri, sababu mimi sipendeki mambo ya kinafiki katika nchi yetu. Awamu ya 5 rais alikuwa Magufuli. Makamu wa rais alikuwa Mama Samia Suluhu Hassan. Waziri wa fedha alikuwa ni kwamba haya waseme ukweli. Sijui waoga, sijui nini. Tulikuwa wote hapa. Wote tulikuwepo.
mpo kwa tena katika viwango salama. Mwisho wa kunukuu. Kanuni zilizokiukwa. Katika kitendo cha kutangazia umma taarifa za upotoshaji, uchochezi, uchonganishi, uongo na zisizo na uthibitisho na ambazo hazijatolewa ufafanuzi, Humphrey Polepole Online Television inatuhumiwa kukiuka kanuni namba 9A, 12A na 16(1) pamoja na aya ya 3A, C, D, H na K ya jedwali la 3 katika kanuni za mawasiliano ya kielektroniki na posta, yaani maudhui ya mtandaoni ya mwaka 2020, ambazo zinasomeka kama ifuatavyo. Hiyo ambayo imetolewa kule juu namba 9 inasema, a licensee shall comply with all the terms and conditions of the license and observe the following. A. Ensure that online content is safe, secure, and does not contravene the provisions of any written law. 12A inasema, the online news and current affairs licensee shall adhere to journalism, ethics, professionalism, and local content requirements. 16(1). A person shall not publish any prohibited content as set out in the 3rd schedule. Paragraph ya 3, A, C, D, H na K ya 3rd schedule. Ya 3, A, ambayo inazungumza habari ya public security, violence and national safety. A. Content against the state and public order, including content that aims to or publishes information, news, statements, or rumors for the purpose of ridicule, abuse, or harming the reputation, prestige, or status of the United Republic, the flag of the United Republic, the national anthem, or the United Republic's symbol, national anthem, or its logos. C. Content that is involved in planning, organizing, promoting, or calling for demonstrations, marches, or the like, which may lead to public disorder. D. Content that would threaten the security of the United Republic or affect public order. H. Content that is likely to threaten the stability of the United Republic or its safety, unity, or security, or harming national unity or social peace. K. Content that causes annoyance, threatens harm or evil, encourages or incites crime or leads to public disorder, or that may threaten national security or public health and safety. Mwisho wa zile kanuni ambazo zimewekwa kama quotation hapa. 3. Wito wa kutoa maelezo ya utetezi. Tarehe 3 Disemba 2021, kamati ya maudhui iliandikia Humphrey Polepole Online Television wito wa kuwasilisha utetezi wa maandishi ndani ya siku 7 baada ya kupokea wito tajwa. Kutokana na changamoto za upatikanaji, Humphrey Polepole alipokea wito huo tarehe 6 Disemba 2021 na kuwasilisha utetezi wake wa maandishi uliosainiwa na Humphrey Polepole, mmiliki wa kituo cha Humphrey Polepole Online Television tarehe 13 Disemba 2021. Tarehe 13 Disemba 2021, kamati iliwasilisha kwa Humphrey Polepole wito wa kufika mbele ya kamati ya maudhui tarehe 14 aje atoe utetezi wake wa mdomo dhidi ya tuhuma zinazomkabili. Kweli tarehe 14 Disemba, Humphrey Polepole Online Television ikiwakilishwa na Humphrey Polepole mwenyewe, mmiliki wa kituo, pamoja na Suma Oscar Mulungu na Diana Johannes, wasaidizi binafsi,
walifika mbele ya kamati ya maudhui kutoa utetezi, kusomea mashtaka na kusikiliza maudhui ya Humphrey Polepole Online Television yanayotuhumiwa. Kamati ya maudhui ilisomea Humphrey Polepole Online Television mashtaka yake. Pia kamati na Humphrey Polepole Online Television kwa pamoja walisikiliza maudhui yaliyotangazwa na kituo hicho katika tarehe na vipindi tajwa hapo juu, na kisha kukialika kituo kujitetea ili kujiridhisha iwapo maudhui hayo yalikiuka kanuni. Utetezi wa Humphrey Polepole Online Television. Katika utetezi wake wa maandishi, mmiliki wa Humphrey Polepole Online Television alianza kwa kupinga maelezo ya aya ya 1.3 ya mashtaka na kueleza kuwa maudhui ya kituo chao hayajawahi kubadilika tangu leseni yake ilipotolewa. Aidha, kipindi cha shule ya uongozi hakijajikita kujadili masuala ya uongozi wa kisiasa tu, bali pia kutoa elimu kwa jamii kwa ujumla. Aliendelea kupinga maelezo ya aya ya 1.5 na 1.6 za mashtaka na kudai kuwa maudhui ya kipindi cha shule ya uongozi ya tarehe 28 Agosti 2021 yalijikita katika kushauri wananchi kujikinga na virusi vya korona kwa kupata mlo kamili, kutumia mimea, dawa na ikiwezekana kujenga viwanda vya kutengeneza chanjo bora zaidi nchini. Alipinga pia maelezo ya aya 1.7 na 1.9 za mashtaka na kueleza kuwa kituo chao hakijawahi kuvunja sheria za nchi wala kanuni na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari, kwa kuwa maudhui yote yanakuwa yamefanyiwa uchunguzi yakinifu, kwamba kuhusu swala la wamachinga, baadhi ya watu wenye dhamana ya kufanyia kazi maelekezo walionekana hadharani wakifanya kinyume na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kwamba aliongelea katika kipindi chake ili kuwajulisha wamachinga haki zao na sio kwa lengo la uchonganishi. Alidai kuwa ni ukweli ulio wazi kuwa wamachinga hawakupewa nafasi ya kutoa maoni yao, na hilo linathibitishwa na kudai kuwa maudhui yao hurushwa mbashara na kuwapa wasikilizaji muda wa kutoa maoni, ushauri na kuuliza maswali. Kwamba kuhusu maoni yaliyotolewa na wananchi, mtangazaji wa kipindi alizingatia utaratibu kuliwasilisha swala lao kwa mkuu wa wilaya ili liweze kushughulikiwa na kumsihi kumjulisha mrejesho wake. Alipinga aya ya 111 ya mashtaka kwa kueleza kuwa lengo lilikuwa ni kuweka hali halisi ya deni la taifa, kutoa utata unaoendelea mtaani na kutoa rai kwa viongozi wenye dhamana kuliongelea swala hili. Alidai kuwa mashtaka hayajaonyesha ni uongo gani na udhalilishaji upi uliofanyika dhidi ya kiongozi yupi. Mmiliki wa Humphrey Polepole Online Television aliendelea kutoa utetezi dhidi ya kanuni zilizovunjwa kama zilivyoainishwa katika aya ya 2 ya mashtaka. Kuhusu kanuni ya 9A na 12A za kanuni za mawasiliano ya kielektroniki na posta, maudhui ya mtandaoni ya mwaka 2020, alidai kuwa mashtaka hayajawa wazi kuwa ni kipengele kipi cha shule ya uongozi na kwa namna gani hakijazingatia usalama, kilikinzana na sheria za nchi, maadili ya uandishi wa utangazaji wa habari, utaalamu na mahitaji ya jamii. Kwamba maudhui yote yalikuwa salama na lizingatia sheria na kanuni za nchi. Aidai kuwa kipindi cha shule ya uongozi hakikusanyi habari za watu na hivyo ni vigumu kuwapata pande zote za habari, kwamba kipindi ni mbashara, hakijawahi kukamilisha taarifa zinazopokelewa
kutokana na muda. Mtangazaji hawezi kuzuia mtu kuuliza kitu au huwa anaomba muda wa kwenda kuzungumza na mhusika aliyetajwa kabla ya kutoa majibu au kumwomba mleta jambo kuzungumza na mhusika moja kwa moja. Alidai kuwa kipindi chao cha shule ya uongozi na mtangazaji huwasilisha maarifa alionayo kwa umma na wahudhuriaji wa shule kuweza kuuliza maswali au kutoa maoni, kwamba shule yao haishughuliki na utatuzi wa kero za watu, kitu ambacho kingewalazimisha kuwatafuta wahusika wa pande zote. Aliendelea kudai kuwa mashtaka hayajawa wazi kuelezea ni kipengele kipi cha shule ya uongozi kimerusha maudhui yaliyokiuka kanuni ya 16 na vipengele vya aya ya 3 katika jedwali la 3 la kanuni za mawasiliano ya kielektroniki na posta, maudhui ya mtandaoni ya mwaka 2020, kwamba shutuma zingekuwa sahihi yanavyosema yangekuwa yameshatokea, lakini mpaka sasa nchi ipo salama na wananchi wanaendelea kufanya kazi kwa bidii. Alimalizia kwa kueleza kuwa Humphrey Polepole amepata heshima ya kuwa na dhamana kadhaa katika nchi, amekula viapo mbalimbali na hawezi kujihusisha na masuala ya kuvunja sheria na kanuni za nchi, kwamba yote aliyoyazungumza katika shule ya uongozi ameyafanya kwa kutumia haki yake ya kikatiba ya uhuru wa kutoa maoni yoyote bila kuathiri sheria za nchi, hasa ibara ya 18. Nasisitiza mwenyewe haya sio ya kwake, tumeweka tu katika mabano ibara ya 18 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nadhani alikuwa na maana ya hiyo ibara ya 18 ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia Humphrey Polepole Online Television alitoa utetezi wake kwa mdomo kama ifuatavyo. Alianza kwa kukubali kuwa, tulipokuwa tunaongea naye sasa, kukubali kuwa maudhui yote yanayotuhumiwa ni yake, ni kweli ni ya kwake, na kuomba utetezi wake wa maandishi uliowasilishwa kwenye kamati ya maudhui usome pamoja na wa mdomo atakaotoa. Alisema kuwa alipokuwa anaongea sasa, leseni yake aliiomba chini ya kanuni za mawasiliano ya kielektroniki ya posta, maudhui ya mtandaoni ya 2020, na hivyo inaruhusu aina zote za maudhui mtandaoni. Aliendelea kusema kuwa anafanya vipindi vya kuelimisha tu na sio kama vya televisheni nyingine za kawaida, conventional television, ambazo huhabarisha na kuburudisha pia, kwamba huwa anatumia kipindi chake cha shule ya uongozi kuelimisha, na ndio maana hawakuelekeza wananchi wanaotoa kero zao kuziwasilisha kwa viongozi wao husika. Aliendelea kusema kuwa maelezo aliyoyatoa katika kipindi chake kuhusu corona ni sahihi, kwa sababu upo ubishi duniani kuhusiana na corona, na ndio maana chanjo ikawa hiari, kwamba angekuwa na nia mbaya ya kuleta mtafaruku angetoa sababu za yeye kutochanja. Alidai kuwa maudhui yake kuhusu wamachinga ni sahihi, kwa kuwa kilichofanyika kwa wamachinga ni dhuluma na unyanyasaji, na anaweza kuleta ushahidi huo unaopatikana mtandaoni. Pia kuhusu maudhui yaliyoongelewa juu ya deni la taifa, alisema alichokisema ni sahihi na hakuwaita viongozi waoga, bali alisema sijui ni uoga. Narudia tena hapa, kuhusu maudhui yaliyoongelewa
juu ya deni la taifa, alisema alichokisema ni sahihi na hakuwaita viongozi waoga, bali alisema sijui ni uoga. Baada ya kusikiliza hoja mbalimbali za kamati, Humphrey Polepole alihitimisha utetezi wake kwanza kwa kuishukuru kamati kwa elimu na ushauri uliompatia. Pili, alisema kipindi chake cha shule ya uongozi hakitoi tuhuma ambazo huhitaji kutolewa ufafanuzi, bali hukosoa, yani ni brackets critique, ambayo ni afya. Tatu, alikubali kuelewa kuhusu misingi, maadili, mipaka na masharti ya kuelimisha katika chombo cha uandishi na utangazaji wa habari kama yalivyoelezwa na kamati, kwamba swala la utoaji elimu katika vyombo vya utangazaji halijafafanuliwa kwa uwazi katika kanuni za mawasiliano ya kielektroniki na posta, maudhui ya mtandaoni ya 2020. Aliendelea kudai kuwa anatoa rai kuwa kanuni zirekebishwe mapungufu hayo ili kuondoa migongano kwa watoa huduma wa maudhui mtandaoni. Akamalizia kwa kusema kuwa anaweza kuwa amekosea, lakini sio kwa sababu ya kutojua sheria, bali kwa sababu ya mapungufu yaliyomo katika sheria. Tathmini ya kamati sasa. Kamati ya maudhui imezingatia utetezi wote wa Humphrey Polepole Online Television na kubaini kuwa dhana ya kuwa na kipindi cha elimu kama shule ya uongozi inakubalika katika miongozo ya usimamizi wa tasnia ya utangazaji, ambayo lengo lake ni kuelimisha, kuhabarisha na kuburudisha. Hata hivyo, kamati imeona kwamba shule hiyo inatolewa pasipo kuzingatia misingi, sheria na kanuni za huduma ya utangazaji. Hii ni tofauti na shule inayotolewa darasani katika kuta 4. Hivyo basi, kipindi cha shule ya uongozi kilipaswa kuzingatia sheria, kanuni, misingi na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari. Kamati ya maudhui imeona kuwa katika kipindi cha tarehe 28 Agosti 2021, Humphrey Polepole Online Television ilitangaza maudhui yenye tuhuma kuwa virusi vya ugonjwa wa corona vimetengenezwa maabara na mashirika makubwa ya kimataifa ili yajinufaishe kibiashara kwa kuuza chanjo. Katika mazingira haya, Humphrey Polepole Online Television ilitakiwa kutoa uthibitisho wa kisayansi pamoja na kuwapa nafasi viongozi wenye dhamana ya afya nchini kutolea ufafanuzi tuhuma hizo ili kukidhi matakwa ya kanuni ya 9A, 12A, 16.1 na aya ya 3 ya jedwali la 3 katika kanuni za mawasiliano ya kielektroniki na posta, maudhui ya mtandaoni ya mwaka 2020, pamoja na misingi na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari. Kwa kutofanya hivyo, maudhui ya Humphrey Polepole Online Television yamethibitika kuwa ni ya upotoshaji yanayoweza kusababisha taharuki kwa wananchi na kudhoofisha kampeni za kitaifa dhidi ya ugonjwa wa corona. Kamati ya maudhui imeona kuwa katika maudhui yake mtangazaji wa Humphrey Polepole Online Television alisikika akisema, mimi sio mtaalamu wa afya, naeleza tu taarifa ndogo ambayo naifahamu. Hii inaonyesha wazi kuwa alitakiwa kuhakikisha anatoa nafasi kwa uthibitisho, usahihi na ufafanuzi wa taarifa hiyo kutolewa na wataalamu wa afya ili kukidhi misingi ya uandishi na utangazaji wa habari. Pia, kamati imeona kuwa katika kipindi kinachohusu kuwapanga vizuri wa machinga, Humphrey Polepole Online Television iliwatuhumu viongozi wa serikali kuhusu kutofuata maagizo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
ya kuwapanga vizuri wamachinga. Katika kipindi husika, kituo tajwa kimevunja sheria, kanuni msingi na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari kwa kutowapa viongozi husika nafasi ya kutoa ufafanuzi juu ya tuhuma alizotoa. Katika kipindi cha maoni ya msikilizaji, aliruhusu msikilizaji kutoa maneno ya shutuma na uchonganishi dhidi ya viongozi wa serikali kwamba ni wanyanyasaji na watu wa kuletewa taarifa mezani bila kufanya tathmini. Katika kipindi husika, kituo tajwa kimevunja sheria, kanuni na msingi na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari kwa kutowapa viongozi husika nafasi ya kutoa ufafanuzi juu ya tuhuma alizotoa. Aidha, katika kipindi hicho alizungumzia deni la taifa kwa kutoa maneno ya uongo na udhalilishaji kwa viongozi wa serikali kwa kusema kuwa ni waoga na hawajitokezi kuwaeleza wananchi ukweli kuhusu deni la taifa. Kwa kufanya hivyo, amekiuka maadili ya utangazaji ambayo yanahitaji kutoa fursa kwa pande mbili kueleza kwa ufasaha tuhuma alizotoa. Kamati imebaini kuwa viongozi waandamizi wa serikali akiwemo waziri wa fedha Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, mbunge, mwezi Juni 2021 bungeni Dodoma alitolea ufafanuzi kuhusu deni la taifa akisema kuwa deni hilo linahimilika. Kamati imeona kuwa hoja ya Humphrey Polepole Online Television kwamba inafanya kazi ya kutoa elimu tu na sio kama televisheni nyingine za kawaida, conventional television, zinazotakiwa kuwa na mizania. Hoja hiyo ya mmiliki wa Humphrey Polepole Online Television haina msingi wowote kwa sababu moja ya majukumu ya vyombo vya utangazaji ni kuelimisha. Hivyo basi, katika kutekeleza jukumu hilo, chombo cha utangazaji kinatakiwa kuzingatia misingi na maadili ya taaluma husika, ikiwa ni pamoja na kuzingatia usahihi wa habari na kuweka mizania. Kuhusu hoja ya Humphrey Polepole Online Television kwamba kanuni zina mapungufu kwa vile hazitoi ufafanuzi wa kina juu ya uendeshaji wa vipindi vinavyohusiana na elimu, kamati imebaini kwamba hoja hiyo haina msingi wowote kwa kuwa kanuni zinajitosheleza na zinaweka masharti ya chombo chochote cha utangazaji kinachotoa elimu kinatakiwa kuzingatia misingi na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari. Mwisho, kamati imegundua kuwa Humphrey Polepole Online Television ina mapungufu ya kutokuwa na wafanyakazi wenye taaluma ya uandishi na utangazaji wa habari, jambo linalopelekea kukiuka sheria, kanuni, misingi na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari katika kazi zao. Ushauri wa kamati kwa Humphrey Polepole Online Television. Kutokana na makosa yaliyobainika hapo juu, kamati inaelekeza Humphrey Polepole Online Television kama ifuatavyo. Ya kwanza, kuhakikisha inazingatia uchaguzi sahihi wa maneno yenye staha katika uwasilishaji wa vipindi kwa kuzingatia hadhira yake ambayo ni umma. Pili, kuhakikisha inazingatia misingi, sheria, kanuni, maadili na weledi katika kusimamia na kutoa maudhui mtandaoni. Sasa, uamuzi wa kamati juu ya shauri hili. Baada ya kutafakari kwa kina maelezo yaliyowasilishwa na Humphrey Polepole Online Television, kamati ya maudhui imeridhika pasi pokuwa na shaka kuwa Humphrey Polepole Online Television kupitia vipindi vyake tajwa vya shule ya uongozi imekiuka kanuni za mawasiliano ya elektroniki na posta, maudhui ya mtandaoni kama ilivyoainishwa katika tathmini ya kamati hapo juu. Hivyo basi,
kwa mujibu wa kifungu cha 44 kifungu cha pili kidogo na sehemu ya G cha sheria ya mamlaka mawasiliano Tanzania sura ya 172 marejeo ya mwaka 2017 na kanuni ya 21 kanuni ndogo ya 3 na sehemu ya A ya kanuni tajwa hapo juu ya maudhui ya mtandaoni ya mwaka 2020, kamati ya maudhui inatoa adhabu zifuatazo kwa Humphrey Polepole online television. Ya kwanza, kituo kinapewa onyo kali. Pili, kipindi cha shule ya uongozi cha Humphrey Polepole online kinaamuriwa kusimamishwa kwa muda pindi mmiliki atakapofanya yafuatayo. Ya kwanza, kuwa na wafanyakazi wenye taaluma ya uandishi wa habari, utangazaji ili kuleta ufanisi na tija katika vipindi vyake. Pili, kuhakikisha vipindi vyake vyote vinazingatia sheria, kanuni, misingi na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari pamoja na masharti ya leseni yake. Baada ya kuzingatia maelekezo yaliyoainishwa hapo juu, kituo cha Humphrey Polepole online television kitatakiwa kutoa taarifa kwa mamlaka ya mawasiliano Tanzania, ambapo mamlaka ya mawasiliano Tanzania ikijiridhisha kuwa maelekezo yote yamezingatiwa, kipindi cha shule ya uongozi kitarejea na kuwa chini ya uangalizi wa mamlaka ya mawasiliano kwa kipindi cha miezi 6. Uamuzi huu umetolewa leo Dar es Salaam tarehe 17 Disemba 2021. Haki ya kukata rufaa dhidi ya uamuzi huu kwenye Baraza la Ushindani wa Haki Kibiashara Fair Competition Tribunal FCT iko wazi ndani ya siku 21 kisheria kuanzia siku ya kutolewa kwa uamuzi huu. Uamuzi huu umesainiwa na Habi Gunze, mwenyekiti wa kamati ya maudhui, pamoja na wajumbe wafuatao wa kamati ya maudhui: Derek Mrusuri, Jacob Tesha. Huo ndio uamuzi wa kamati. Kalamu nyeusi au nyekundu au buluu. Secretariat na announcement yote. Secretariat nimeshamaliza. Shukuru sana. Kwa hiyo napenda niwashukuru sana kwa kuja. Naomba kukabidhi.
Kwa hiyo tumeishia hapo. Asanteni sana, nawatakia siku njema sana ya leo na kwaherini. Mimi siwezi kukalia kiti cha mwenyekiti bwana, kwa nini nitasimama? Na mimi ni washukuru sana kamati ya maudhui ya TCRA kwa kukamilisha zoezi hili ambalo nilipata mashtaka, nilipata nafasi ya kusikilizwa na leo hukumu imetolewa, na nitapenda kusema kwa uchache sana siku ya leo ya kwamba kazi ya kusema kweli ina safari kidogo, na nadhani kwa mimi ambaye ni mwanachama wa CCM wa imani na ninayeamini katika kusema kweli daima bila kuweka chembe ya fitina ndani yake, na mimi ninayeamini katika ahadi nyingine ya mwanachama wa CCM inayosema nitafanya jitihada kujielimisha na kuitumia elimu yangu kwa faida ya wote. Kwangu mimi hii mitihani midogo. Nitakaa na wasaidizi wangu, tutatafakari hukumu hii iliyotolewa leo, na nitawajulisha hatua ambayo itafuata. Lakini kubwa nalomalizia ya kwamba kazi ya kusema kweli bado ina safari, na mimi binafsi sitakata tamaa maadamu ninachokifanya kinalinda maslahi mapana ya nchi yetu ya Tanzania na watu wake, mamlaka ya nchi na chama chetu cha Mapinduzi. Nawashukuruni sana, asanteni kwa kunisikiliza. Hapana, nimesema nitatafakari na nitawajulisha. Asanteni sana.